Kwa majina naitwa Thomas Sinde Warioba. Mimi ni katibu wa vijana wa wilaya ya Momba ambayo iko mkoa wa Songwe. Kwanza tunamsifu sana Mheshimiwa Rais kwa maendeleo makubwa sana anayoletea wananchi. Ukiangalia sekta ya maji, sekta ya mabarabara, miundombinu, sekta ya afya na mengineyo na mashule. Kwa kweli tunamsifu sana Mheshimiwa Rais. Baada ya kumsifu Mheshimiwa Rais, kwanza pia tunamsifu kwa kuunda tume nzuri sana ambayo kwanza iliyoongozwa na Jaji Chande imeleta taarifa nzuri sana kwa wananchi, na kwa hakika tumeielewa jinsi ilivyo, ambayo imeleteleza sasa mpaka ameunda tume ya pili ambayo inaenda kuchunguza mambo ya jinai. Nawapongeza sana Rais pamoja na wasaidizi wake kwa kufanya kazi nzuri sana kwenye nchi hii. Ndugu wa Tanzania, naomba kidogo nitoe ufafanuzi kidogo. Kuna huyu Jaji Joseph Sinde Warioba. Huyu mzee kiukweli kwenye ukoo, huyu mzee amejitokeza na kuweza kusema mambo ambayo kwa kweli sio mazuri kwenye serikali yetu. Huyu ni mzee alikuwa waziri mkuu, tunamheshimu sana kwenye ukoo, lakini sasa ni mzee ambaye sasa imeonekana sasa kidogo kimantiki amepotea. Na nachowaambia ni kwamba kuna kitu ambacho ndoje niwakumbushe. Mtakumbuka wananchi, mwaka 1985 hadi 90 huyu Jaji Joseph Sinde Warioba aligombea ubunge jimbo la Bunda. Mtakumbuka shida iliyotokea pale, na moja ya watu ambao tulipambana hasa ili asiwe mbunge pale, ina maana ni wanaukoo, kwa sababu wanaukoo pamoja na Bunda kwa ujumla hana msaada wowote kwa wanabunda na familia kwa ujumla. 2015 wakati wa Ukawa, wakati huo mawaziri wakuu wote walivyoenda Ukawa, baadhi yao ambao akiwemo Edward Ngwaye Lowassa, Frederick Sumaye, Jaji Joseph Sinde Warioba, kwenye vikao vyao ambavyo walikuwa wanaongea, kwa sababu ilikuwa kwamba huyu Jaji Joseph Sinde Warioba angegombea urais kwenye Ukawa, lakini kilichotokea pale mambo yakaja kwenye uchumi, kwa sababu ikaonekana marehemu Edward Ngwaye Lowassa akaweza kiuchumi ili kuweza kuendesha mikutano yote. Kwa hiyo mpaka sasa sisi hatujaona kwamba huyu Jaji Warioba kama amesharudi CCM. Ukichunguza sana, hebu fikiria kwa mantiki ya kawaida, ameshakuwa jaji. Hebu jiulize, jaji maana yake ni kwamba ni kulinda mashahidi. Jaji Chande kwenye ile ripoti yake ni ya kulinda mashahidi, kwa maana ya kwamba wasije wakadhurika kwa maana moja ama nyingine. Sasa jiulize, na huyu ni Jaji Warioba. Hivi ni kwa nini Watanzania, jiulizeni, kwa nini anasema ile ripoti iwekwe hadharani na watu watajwe? Huoni kwamba ni mtu ambaye anakiuka maadili ya jaji? Sasa jiulize, na mtu mzima na ambaye alikuwa waziri mkuu, ndo mjue kwamba mlengo wake hasa uko kwenye wanaharakati na yupo pale kwa ajili ya kuisaidia Chadema. Mimi ni muombe Mheshimiwa Rais kwa nia nzuri kabisa, huyu mzee kwa kweli hana msaada sasa hivi kwenye ukoo. Kwanza tukupongeze, unaona kina Kipe, baadhi ya vijana wetu ambao waliweza kupata hata ukuu wa wilaya, baadhi vijana wetu ambao ni kwenye ukoo. Lakini sasa ni kazi nzuri sana unayozifanya. Sasa ukiangalia yeye hana tija kwenye ukoo, na wakati yuko waziri mkuu hajawahi kusaidia mtu yeyote ambaye anaweza akaonekana kwamba amesaidiwa aidha wakati yuko waziri mkuu. Kwa hiyo hana tija. Mimi ni kuombe Mheshimiwa Rais na wananchi ambao wanamshabikia sana, hebu waache yule mzee apumzike, kwa maana ya kwamba, na tunamuomba huyu mzee apumzike. Kikwetu tunasema tata warusile tamunya. Kwa hiyo tunasema mzee, kwa kweli muda umeisha, wewe umechoka, pumzika na haya mambo. Kwa hiyo tunachokisema sasa, Mheshimiwa Rais, endelea kupiga kazi, tunakuunga mkono. Wewe ni rais wa pekee katika nchi hii, na kule kwetu vile huku mkoa wa Mara tunakuunga mkono sana, kwa maana maendeleo tunayaona ambayo umeyaleta na wote tunafurahi. Mheshimiwa, naomba usimwalike Ikulu, kwa sababu kuja Ikulu pale ni kuja kuchora tu, kwa sababu yuko pale ni wanaharakati. Akitoka pale anaenda kukaa vikao na watu wa Chadema, na mwenyewe alikiri
anasema, na vile tunaona kwamba kuna watu kila saa naongea nao pale nyumbani, lakini watu wa Chadema, fuatilia hata mikutano ya Chadema, mawazo mengi unakuta wanayatoa kwa yule mzee na ni kupotosha tu. Na sasa hivi kama vijana wanavyosema never again, tunasema tena never again. Tanzania tunataka amani, na tume zote zinafanya kazi vizuri, tunaziunga mkono 100%. Nashukuru sana.